Ningependa kuambia IG ya kwamba Douglas Kanja, Wakenya sio wajinga, mheshimiwa mkuu wa polisi. Hakuna jinsi unatuambia sasa tume ya polisi, haipoa na wengineo sasa wafanye uchunguzi kwa wale maskari waliorushia wanafunzi wa Butere Girl tear gas. Douglas Kanja, wewe kama Douglas Kanja mkuu wa polisi, kwanza wewe mwenyewe ufai kukua katika kwenye ofisi ya polisi, kwa sababu kama mtu aliyefunja sheria ya usalama ya kindani ya taifa la Kenya ni Douglas Kanja mkuu wa polisi wa Kenya. IG anasimama juu ya magari ya rais wakati wa kampeni, hakivaa uniform, hakivaa kiraoni, kisha una expect sasa wale juniors wakikaa mahali sasa watakuja kusema nini? So problem ya polisi la Kenya ni mtu ambaye anachangia ni Douglas Kanja. Ndiye amechangia pusi ya wale wa polisi Matundu kurushia wanafunzi tear gas. Then Douglas Kanja anatuambia ati ametoa taarifa, ama ametoa maelezo, ama ametoa maagizo ya kwamba wale maskari waliorushia wanafunzi ya Butere Girl tear gas watafutwe kisha wachukuliwa hatua. Hizo ndo pusi. Mtu ambaye anafaa kuchukuliwa hatua ya kwanza Douglas Kanja, kwa sababu Douglas Kanja ndiye amefunja sheria. Douglas Kanja amefunja sheria ya polisi ya taifa la Kenya. IG anahusika na siasa kwa mambo ya kujui kusifu serikali. Ofisi ya polisi ni independent, lakini Douglas Kanja amechukua kwamba ameweka kama ya pesa. So hizo ndio vitu ambavyo tunakataa ndani ya taifa letu ya Kenya. Hatutakuwa ya kwamba tunatumika kijingla, tunatumika yani hatuna hata mahali ambapo tunaweza simama tujiulize. Hizo ndio vitu tunakataa. Lazima ikomeshwe mara moja. Kwa mambo ya taifa letu ya Kenya, Douglas Kanja atuheshimu, kwa sababu hatutaruhusu jambo la fedhea na jambo la fitina kufanyika. So Douglas Kanja anafaa kuheshimu inchi ya taifa la Kenya na waheshimu katiba letu ya taifa la Kenya, kwa sababu hatutakubali jambo ambalo Douglas Kanja anahusika na mambo ya siasa ya Kenya kwanza, kisha polisi pia wanachukua mkondo hiyo kurushia wanafunzi wa Butere Girl tear gas. Tunasimama na kauli mbiu Ruto must go. Hiyo ndio kauli mbiu. Lazima tukomeshe unyanyapaa. Uwezi wewe kama polisi ambaye tunakulipa na ushuru yetu unachukua tear gas unarushia watoto wewe polisi. Ani mtu ambaye tunamlipa na ushuru yetu, baba ya mtu anachukua tear gas anarushia watoto wenye hawana silaha yoyote. Ani Kenya imefika mahali ambapo polisi ambao tunalipa na pesa yetu wameshindwa kujikontrol wao kama polisi. Kisha kiongozi wao Douglas Kanja anatuambia ati sasa wanafanya uchunguzi wale polisi waliorusha tear gas kwa wanafunzi wachukuliwa tu. Kama Douglas Kanja ndiye anafanya siasa na Ruto, so ule askari ambaye ni mdogo atafanya nini? Ndio maana unaona askari hana aibu kuchukua tear gas kurushia watoto. Hadi sisi Kenya sasa tumekuwa wajinga kiasi gani? Hadi mzazi, askari ni mzazi, baada ya hodi hii aibu kuchukua tear gas kurushia mtoto. Kwani tumelaniwa wapi sisi kama Wakenya? Askari ya Kenya wamelaniwa na nani? Ninauliza, maaskari wetu wa Kenya, ni nani alitulaani? Wewe ni baba ya mtu, wewe ni ndugu ya mtu, wewe ni mume ya mtu, then unachukua tear gas unarushia wanafunzi ambao hawana silaha kwa sababu umetumiwa na mtu. Wewe askari, yani uwezi simama na akili yako uzungumuse kama Mkenya, lazima urushie mwanafunzi tear gas. Bwana, lazima tukomeshe unyanyapaa na mambo ya kiritimbo na kumbafu ambao askari wanataka kuingilia hapa Kenya. Then unapata Douglas Kanja anatuambia ati nimetoa taarifa wale askari waliofanya kitendo kama hiyo achukuliwa tu. Kama wewe Douglas Kanja ndio unafanya siasa na serikali ya Kenya kwanza, so una expect nini fanyike? So mtu ambaye ameharibu mambo ya polisi ya Kenya Douglas Kanja.
Douglas Kanja hafai kukaa kwa ofisi kama mkuu wa polisi. Haifai hata kidogo. Hafai hata kidogo Douglas Kanja kukaa kama mkuu wa polisi. Douglas Kanja amedhiaki idara ya polisi. Douglas Kanja amedhiaki idara ya polisi ya Kenya. Polisi ya Kenya imedhiakiwa na Douglas Kanja kwa sababu ameingiza maskari kwa siasa. Mimi nakasirika sana. Wanafunzi ambao hawana chochote, hawana silaha, wanasungumuza tu. Then polisi ambao amevaa uniform ambayo tunalipa na pesa yetu, anachukua tiaga anarushia wanafunzi wetu kwa sababu mambo ya ujinga ya kisiasa. Mulipewa pesa ngapi? Haya, mulirusha tiaga kwa wanafunzi wa Butere Girls. Pesa ngapi mulipata? Mshahara wenu umeongezeka. Nyumba zenu mmejengwa sasa nyumba ya permanent katika kwenye kituo cha polisi. Sometimes lazima tu reason kama wananchi, lazima tu reason kama watu. Hata kama wewe ni askari, kuna vitu ukiambiwa fanya kataa. My friend, hautauliwa. Unauliwa na nani? Uweze chukua tiaga surushie mwanafunzi, ati wewe umepewa order. Hata order yenye ina faida wewe unachukua. Uweze chukua tiaga surushie wanafunzi, ati wewe ni polisi. Order from above. Above ni nani? Above ni Mungu. The only God ambaye anajua maisha yako. Kama utakufa siku gani na utaishi miaka gani, Mungu ndiye anajua. Hakuna above mwingine kama sio Mungu. Mwanadamu anakula kama wewe, anapumua kama wewe. Anakupea order, uchukue tear gas, urushie wanafunzi. Then ukuje hapo utuambie sasa tukushangilie. Ati wewe ni mkuu wa polisi, ati wewe ni askari. Tunakushangilia nini na wewe unadhiaki taifa la Kenya? Kenya imedhiakiwa. Hadi ukienda Amerika wanakuona kama wewe Mkenya, wanakuona wewe ni mhalifu. Ukienda Sudan wanakuona kama mhalifu. Ukienda Nigeria wanakuona kama mhalifu. Ukienda Tanzania wanakuona kama mhalifu kwa sababu tabia ya taifa la viongozi wa taifa la Kenya. Mimi nimehusinika sana. Shida iko wapi Kenya? Ani drama imegeuka drama tena. Askari. Then Douglas Kanja anatuambia ati wametoa taarifa IPOA wachunguze wale maaskari walichukua tear gas kurushia wanafunzi. Huyu Douglas Kanja ndiye anafaa kwanza resign kwanza kama tuende njia nyingine, kwa sababu amedhiaki haki ya taifa la Kenya. Douglas Kanja amedhiaki mambo ya idara ya polisi ya Kenya. Since Douglas Kanja chaguliwa kama mkuu wa polisi, polisi ya Kenya ina behave kama watu wenye hawakuenda kwa darasa kusoma. Mimi nahusinika. Kama ni maandamano inaleleka, but polisi kwa nini anachukua tear gas anarushia wanafunzi? Kwa sababu kila kitu kifanywa Kenya wanaingiza siasa. Chochote kifanywa anaingizwa siasa. Kila kitu kifanywa inaingizwa. Nataka kuambia idara ya polisi, sometimes imamini na wananchi. Polisi ni independent. Polisi sio chama ya wanasiasa. Polisi sio tuli ya wanasiasa. Sometimes we policeman, simama na Mkenya mwenzako ambaye anakulipa mshahara. Wacha kuingiza kwa mambo ya siasa. Ati umepewa order from above. Order from above unarushia tear gas mwanafunzi, mwanao, dada yako, mtoto wako, mke wako. Then unatuambia ati wewe ni polisi. Nani atakuenzi? Hatutakuenzi nyinyi kama polisi. Kwa sababu kama mwezi kataa unyanyapaa na dhuluma ambayo inafanyika ndani ya taifa la Kenya, unachukua tear gas unarushia wanafunzi. Then unatuambia sasa ati wewe sasa ndio kiongozi. Kiongozi ya nini baba? Hamuna madili. Madili gani yenye mko nayo? Mwanafunzi anarushiwa tear gas na polisi ambaye tunamlipa pesa, tunamlipa na pesa zetu ya ushuru. Uniform ambayo anavaa ni pesa yao ya mama yangu. Bunduki ambayo anatumia ni ya mama yangu. Risasi ambayo amebeba ni ya mama yangu. Tear gas ambayo anatumia vibaya ni ya mama yangu. Then anatuambia tumtetee polisi. Tunamtetea kivipi ndugu zangu? Tutamteteaje polisi kama polisi anachukua sheria mkononi kurushia wanafunzi tear gas, ambapo si maandamano, ambapo si mambo ya kisiasa? Lazima polisi ya Kenya watuambie walisomea wapi na wanajua sheria gani, sheria ipi walisomea. Bwana, this is bad, is wrong kwa society. Ukienda nje, yani ukiangalia vile inadiskasiwa ulimwengu mzima, ati polisi ya Kenya alichukua tear gas akarushia wanafunzi. Then tunasungumzia nini? Then tuko tu hapo tukikaa, ati tunapiga makofi. Ati wewe unasema tuna support, ati sijui mambo ya Malala. This is our country, we belong to Kenya. My friend, Kenya si chamba ya goons fulani. Kenya is not belong to goons, some thief from some corner. Wakidecide this watatukula, wewe pia unaingia nao. Bali hivi ni vitu ambavyo tunafaa kusimama na kushutumu kwa kinywa pana. Hizi ni ujinga ya high level.
Then nani atanaambia ati wewe pia unakasana ati uko kwa serikali? Serikali ya mama yako. Uko kwa serikali ya mama yako. Wewe mwenyewe una support uko kwa serikali ya mama yako. Bwana, lazima tukatae upusi, ujinga, unyanyapaa, uliganisu, ukumbafisu, udictatorship. Ani hao watu wanaiba pesa zetu. Angalia jinsi pesa inaibwa kwa county government, wanaiba kwa national government. Then badala ya polisi waende washike hawa watu, wanakuja kurushia wanafunzi wetu tear gas. Wanakataa hadi wanafunzi kuperform kwa sababu wanafunzi wanasungumusa mambo ya SHA. Wanasungumusa mambo ya high tax ambao wanachukua na wanaiba. Butini kama wanasungumuza uongozi mbaya taifa la Kenya. Then wanakataa, then wanachukua tear gas wanarusha. Then tukuja hapa tucheke ati mimi na support serikali ya mama yenu. Which government ambayo inaweza rushia wanafunzi tear gas? Serikali gani? Mambo ya drama ilianza kabla mimi nisaliwe. Mambo ya drama ilianza kabla babangu zaliwe. Mambo ya drama ilianza kabla babu yangu zaliwe. Then tunaingiza siasa. Yaani kila kitu kifanywa Kenya, Ruto anaingiza siasa. Kila kitu kifanywa Kenya hii, Ruto anaingiza siasa. Everything ikifanywa, Ruto anaingiza siasa. But Kenya is belong to Kenya. Kenya sio shamba ya wanasiasa fulani. Kenya sio shamba ya gun fulani. Kenya ni nchi yetu. Na tuko hapa Kenya kupigania taifa letu. Mimi siwezi ruhusu niangalie dada yangu, mtoto wangu, sangazi yangu anarushiwa tear gas na polisi, then anakuja kusema ati mimi na support serikali. Wewe ni mtu kumbafu sana ukisema una support serikali. Wewe ni mtu useless sana. Lazima usimame na wanafunzi. Lazima usimame na ndugu yako. Lazima usimame na jirani yako. Wewe ukisupport, wakimalizana na Butere Gun, si wanakuja kwako. Wakimalizana hao wanafunzi, si wanakuja kwa wananchi. Wakimalizana wananchi wale wadu wizao, si wanakuja wale wana support. My friend, nataka kuambia Mkenya, serikali wao wanakula wanawe. Mahali imefika, lazima tukataa upusi, ujinga, uligani sumu ambayo inafanywa na Douglas Kanja. Mheshimiwa Douglas Kanja anafaa kukomesha hao watu. Na tunataka kuona kama Douglas Kanja anachukua sheria ili ashike wale maskari ambao walikuwa wamehusika na kurusha tear gas. Lazima Douglas Kanja tuambie nani alituma wale maskari. Lazima Douglas Kanja tuambie ni sheria gani ambayo inasema polisi achukue tear gas arushie wanafunzi. Ati yeye ni kiongozi. Kenya is belong to Kenya bwana. Hatutaruhusu kumbe idara ya polisi hatutaruhusu kulipa waizi na tax kurushia wanafunzi tax. Kama wanataka kukua terrorist watolee kwa idara ya polisi. Hatutakaa wachache waribii jina ya polisi. Then tunakuja hapa tunapiga makofi. Hati niko kwa serikali. Serikali ipi? Serikali gani ambayo inaweza ruhusu tear gas kurushia wanafunzi? Serikali gani ambayo inasukubali kuchukua tear gas kurushia wanafunzi? Hati wewe una support serikali. Ukisema una support serikali Kenya ilifanya wewe ni mtu ng'ombe sana. Unafaa kuchinjwa. Wewe uswe kwa buchari. Ukuliwe then mambo yake ishe kwa mambo ya choo. Kwa sababu huna faida. Bwana, we are belong to Kenya. Sisi foreigners si Kenya. Hele? Sisi foreigner. Sisi foreigner Kenya. Mtu ambapo na akili yake anazungumza mambo jinga. Hata angalau Mungu alikuumba ng'ombe, ungeshachinjwa tukukule. Kama una support jinga kama hizi. Kuna watu hata Mungu angeumba mapera, tungeshakula na tupeleke huko kwa nini? Kwa choo. Kuna watu hata Mungu angeumba au gideri, tungeshakula na tuende kupeleka kwa choo. Kwa sababu wana akili. My friend, mimi nashangaa mtu ambaye ni kijana anasema ya kwamba ati anaunga Kenya ilifanyika. My friend, hii mbili tena hiyo organism lazima tukatae. Kwa sababu mimi ni Mkenya, mzaliwa. Mimi sikukuja hapa Kenya, nimezaliwa hapa. Baba yangu amezaliwa. Shosho yangu amezaliwa. Shosho yangu amezaliwa hapa Kenya. Mimi si foreigner. Ukiniona hii sura unaona kama mimi ni mtalii. Mimi si mtalii bwana. Mimi ni Mkenya by birth. My friend, lazima nisungumuze tatizo la Mkenya. Hiyo pusi, ujinga na kumbavu lazima ikomeshwe mara moja na serikali. Lazima ikomeshwe sana na mambo ya idara ya polisi. Tunataka watu professional katika idara ya polisi. Hatutaki goons. Watu waliua watu ndio wanachukuliwa wakuwe polisi. Watu walikuwa waizi ya kuku ndio wamechukuliwa wakuwe polisi. Then what do you expect? Kwa sababu alitoa pesa, baba yake alitoa 300,000 kununua kazi ya polisi. Hao ndio wanakuja kurushia watu tear gas.
kwa sababu hawana akili ya kuzungumza. Then wanatuambia sasa tu support upuzi kama hiyo. Kenya is belong to Kenya. Hii mambo ya impunity lazima ikomeshwe mara moja. Hatutaruhusu uliganism na mambo ya ukora ya watu kurushia wanafunzi tear gas. Hii lazima ikomeshwe mara moja. Hizo ni vitu lazima tukatae mara moja. Hatutaruhusu jambo kama hili fanyike. Mimi ni Mkenya, mzaliwa. Lazima tukatae unyama, no dictator. Kenya is belong to Kenya. Kenya is belong to Kenya. Bana, mimi nalipo ushuru, Mkenya mwingine analipo ushuru, mwingine pia analipo ushuru, kila kabila analipo ushuru. Then polisi wachache ambao tumewachukua kupeleka watu Linde, wanachukua tear gas wanarushia wanafunzi. Wapelekwe kule Turkana waende walete salama. Wapelekwe Mandera, waende warushe tear gas Mandera. Si wanataka kurusha tear gas, wapelekwe Lamu, waende warushe. Mimi nataka kuongea ngwambie Douglas Kanja. Kama hao askari ukishawatafuta, chukua askari waliorushia wanafunzi tear gas, peleka Lamu. Waende walinde usalama kule Lamu. Si wanataka kurusha tear gas, waende wapige huko matako zao na Al-Shabaab. Si wanajua kurusha tear gas. Chukua hao askari walirushia wanafunzi tear gas, peleka kule Mandera, kule border. Walinde border ya Kenya na border ya Somalia. Si wao ni wanaume. Si wanataka marahali ya kurusha tear gas. Sasa kula watarusha tear gas, watarusha risasi, live bullet. Wacha upuzi bana. Hatutakubali ujinga. Watu kutumika kuharibu taifa letu ya Kenya kwa manufaa ya wachache. Hele? Leo unasema una support serikali ya mama yako. Wewe uko na serikali. Hizi impunity lazima mimi nasema bwana. Mimi ni Mkenya. Afadhali nikufe kama natetea Mkenya wenzangu kuliko nikufe kama natetea mwanasiasa ambaye anatuiba. Bwana, afadhali nikufe nikitetea inji yangu Mkenya ule mdogo kuliko niseme nikufe natetea mbwejenyi mtu ambaye anatuiba. Bwana, ni uchungu sana. Ni uchungu. Sijawahi ona ujinga kama hiki kifanyika hata kwa wazungu. Sijawahi ona ujinga kama hiki kifanyika hata Tanzania. Nani alitulaani wa Kenya? Nani alitulaani? Nani alitulaani? Nani huyo alitulaani? Nauliza, nani alilani polisi ya Kenya? Nani alilani polisi ya Kenya? Ninauliza, nani huyu alilani polisi ya Kenya? Ambao polisi ya Kenya anachukua tear gas anarushia mtoto. Bwana, ninauliza, nani alilani polisi ya Kenya? Bwana, mimi nasema na nitasema, mimi kama mjukuu mtetezi ya wanyonge niko hapa Kenya kutetea wa Kenya. Mwacho jinga. Lazima uheshimu wa Kenya. Heshimuni wa Kenya. Bwana, tunaanza kukataa kulipa ushuru. Polisi utakosa mshahara. Tutaanza kukataa kulipa ushuru. Polisi wewe mwenyewe utakosa mshahara. Tuone jinsi utapata hiyo pesa. Kwa sababu tunakulipa na bado unatudharau. Tunakulipa na unatudharau. Tutaanza kukataa kutoa ushuru. Tuone jinsi polisi atalipwa. Uwezi kuwa mimi mdosi ya polisi na polisi bado anachukua tear gas anarushia mtoto wangu. Then nasema na hiyo ati ile ya hali ya juu. Lazima tukomeshe ujinga kama haya. Bwana, amunijui.